Niko leo na watoto kutoka Jahazi Modern Taarab. Jamani, assalamu alaikum. Alaikum salam. Wazima nyie? Kitu wazima. Fununu sio fununu tena. Mfalme Mzee Yusuf hayupo tena Jahazi. Ameondoka kwa sababu za msingi kabisa. Yeye amegeukia upande wa pili, amegeukia Allah. Heri kwake, mashallah. Wanasema tunamtakia kila la heri huko ambako yeye ametangulia, na inshallah na sisi Mwenyezi Mungu atatuvua siku moja, basi tutakuwa naye. Lakini Jahazi ipo, japokuwa huko mtaani wanajua mfalme ameondoka, Jahazi imekufa, imepotea. Je, imekufa kweli au ipo? Mtajua leo kupitia na wana Jahazi Modern Taarab. Kulia kwangu nina bibie, mashallah mtoto. Hebu tupele, hebu yale moyamo. Hakuna alotimia kuanzia utosini mpaka mwisho wa vidole. Ndio. Sinichukulie poa kwa kejeli mdomoni, kunipigia kelele huwezi kunidoboa. Kukosea mitihani kwa mja yote yule, mmoja ametimia si mwingine Rahmani. Hakuna asiyekosea labda malaika samawini yo. Mimi naitwa Fatma Kasim Ali, ila na nyimbo nyingine pambe tu, so zaidi ya hiyo. Uliko hiyo hapa video. Hebu nipe maneno kuntu. Nipe dada. Haliwi la mwanadamu bila idhini ya Mungu. Usijitoe fahamu. Huna nguvu mlimwengu. Kumbuka ni vigumu bila kuridhia Mungu. Nakupa nusu tu sikumalizi. Asante. Huyo ndio mtoto anakuambia kwa jina la Fatma Kasim Ali. Au Mrs. nani? Au nani mchumba tu? Mimi sina mume. Ila una mchumba. Maka nilisikia pale baby. Nani huyo baby alikuwa anaongea na wewe hapa sasa hizi? Baby wangu Boha, miaka 800. Miaka 800. Ndio alikuwa dhahabu. Wacha. Boha, ongera mtoto toto. Mtoto anaambiwa cute baby. Yuko hapa ndani Al-Bakari. Umeona? Asante. Niko na watoto wa Jahazi leo, lakini niko na watoto wa kike na watoto wa kiume. Kulia kwangu, kushoto kwangu, japokuwa mtoto wa kiume anatakiwa akae huku, sisi tumemweka huku. Si kwamba tumemshusha, hapana. Dada nasikia huyu ndo sasa hivi wanataka kumtawadha. Sefu na Boa ameniambia wanataka kumtawadha awe mfalme. Lini hiyo mtakuja kutangaziwa? Tumtawadhe rasmi, tumkabidhi mikoba. Ila watakuua kaka. Hawezi kuniua. Wewe ukiwa mfalme tena ndugu yangu? Hawezi kuniua. Wifi atapona kule au naye atapata wanne? Kwa sababu hapa yenyewe kakabagoli vibaya. Yaani kutoka kwangu nyumbani mimi kama hivi nakuja kwenye interview. Kama sina issue niko nyumbani naye tunakaa tunalea tumbo. Wacha. Haya, hiyo wataniua saa ngapi? Watanipata wapi? Na mama kijacho muda wote unaambia kama anodishows nigga. Nimesikia hapa mnaongea na simu jana, ulikuwa unasema kakutoa akakutafutia ulojo saa ngapi? Bwana wewe, si ilikuwa saa 4 ile kanikurupusha unaambiwa nataka ulojo. Wewe tena ulojo wenyewe kali yako. Akia Mungu jamani, tafanyaje ndio hiyo? Ulienda? Ni sasa nakataa, nimewasha gari nimempeleka. Kala ulojo aenda kula wenyewe jamani, msiba mtu benga. Sasa mke wangu ndo yani vurugu zote zile za usiku ile tusilale ndani, umenileta kwenye ulojo huu tu. Kula tuondoke mama. Kala kalizika sema sasa hapa niko duniani. Nikawasha gari ngeuza nyumbani kwangu Kimara, ameenda kupumzika. Alafu wewe usinitesee ndugu yangu wewe. Labda wewe anataka ulojo kweli huyo akipiga mateke. Kama ulikuwa unataka kumtesa tu uone na kudunda, wewe shauri yako. Nyimbo hizo alitunga nani? Nyimbo zako mbili. Katunga Mfalme Mzee Yusuf. Nimemuuliza kwa makusudi ili nirudi kwa Bwana Amigo. Mfalme Mzee Yusuf ndo alikuwa nyimbo nyingi sana za Jahazi anazitunga. Mfalme sasa hayupo, kaondoka. Nani atachukua Jahazi la kutunga nyimbo? Maana wewe ndo nasikia unataka kutawazwa kwa mfalme, na mpaka watu wengi mashabiki wako wanakuita tayari mfalme. Wasanii wenzako nimesikia wewe ndo mfalme, mtaka kutawazwa. Haya ndugu yangu, tunakutawadha. Nyimbo nani anatutungia? Tulishajipanga kwa sababu bwana mkubwa Sheikh Yusuf alivyoondoka alikuwa ameacha bendi katika
mazingira ya kwamba kwa dharau. Yaani umechekesha mara tayari ushamvua ufaume umeita Sheikh Yusuf. Shemze Yusuf. Shemze Yusuf. Kwa hiyo alivyoiacha bendi aliacha katika mazingira ya kwamba kila mtu atambue kwamba yani alituweka kwamba hata ninaondoka kwamba huku nyuma kwamba wawepo watu wa kuweza kucompose yani kutengeneza mziki, kutunga. Kwa kama sasa hivi Amisiboa naye yuko katika harakati za kuandika nyimbo yangu mpya. Wacha Amisikombe anatungaga nyimbo Kwa sababu ni mtu ambaye ameanza zamani masuala ya muziki, kwa alipitia Toti, Zanzibar Stars. Sasa kote huko alijifunza, unaona, na ni mtu wa karibu na mzee tokea kipindi hiko wanavaa na ni mapajama yale huku chini ni bwagie, huku juu ni banie. Mpaka leo hii wanavaa nguo safi fresh. Kwa alikuwa yuko naye karibu. Sasa ukiwa na mtu karibu lazima ujifunze vingi. Kwa hata kiuongozi wamejifunza vingi. Si Boa tu, hata Sefu ni watu ambao walikuwa karibu na mzee muda mrefu sana. Kwa hiyo wamemsoma kwamba hata kama akituacha kwamba tunajua tunamvua vipi yule kuweza kusimama sisi kama sisi. So watu wasiwe na wasiwasi. Boa kashaanza kuandika nyimbo yangu mpya sasa hivi. Hiyo ni surprise. Jumapili watu kama watapata nafasi wataweza kuisikia kama itakuwa tayari tushafanya mambo mawili matatu. Lakini ni nyimbo ambayo imeandikwa ina mashairi mazuri kwa sababu alinitumia mwenyewe kwenye WhatsApp. Bwana hebu soma hicho kitu. Nikasoma nikacheka sana. Siwezi Sakina. Hata moja sikupi. Ya dini nikupe. Hata mbona unanionea? Hata siwezi kukupa. Hata kidogo. Lakini nitaongea na Boa mwenyewe. Hapo sawa, yeye ataongea. Mimi siruhusiwi kiprotocol ya kikazi, siwezi, sijapewa ruhusa. Kwanza niongee na mrembo kae mwingine huyu. Hebu nipe kwanza songi kidogo. Tambua sauti yako watu. Hairogwi safinia wala fundo usiweke, Mungu kimtegemea hukupa ulinzi wake, kinga takuwekea, lolote lisikufikia, giza nuru itatoa. Nawatosha hapo hapo. Malizia jina. Naitwa Mishi Mohamed, mtoto wa Bagamoyo. Mtoto wa Bagamoyo. Tuko na waukae Mishi Mohamed, mtoto wa Bagamoyo, au mwite Mwana Hamisi. Hiyo Mishi si ndio hiyo Mishi inakuwa swaga tu. Mwana Hamisi Mohamed, afu Bagamoyo kuna Mwana Hamisi Ramadhani. Niko naye. Umejiunga lini na Jahazi? Nimejiunga muda toka 2014. Niko hapa. Alikuonaje, ilikuwaje? Nilikwenda tu yani kama unavyojua yani dodo nimeokota chini ya mbuyu. Kwa sababu nilikwenda tu kutembea Jahazi. Kufika pale nikaomba kwa sababu nilipenda Jahazi muda mrefu sana na ni shabiki wa muda. Alafu napenda kuimba na mimi nilikuwa ni msanii wa bendi hizi ndogo ndogo. Kwa hiyo baada ya pale nikaenda nikaongea na mfalme. Ilikuwa Buriaga. Nikaongea na mfalme akaniambia, "Kwani unaweza?" Nikamwambia naweza. "Unaweza nyimbo gani?" Nikamwambia mimi yoyote kwa sababu nilikuwa napiga kopi. Akaniimbisha nyimbo ya Maruperupe ya Mcharuko. Nikaenda nayo hewani Maruperupe. Tupe kidogo. Basi wezangu. Si ujabari. Hayo ni maruperupe. Maneno chungu. Na kuniwekea nadhiri. Mie ili niogope. Nyesi Mungu punguze ni munkari. Na yenu mapepe. Nikosa langu kukaa nanyi vizuri. Imekuwa repa nikurepe. Asante. Hata ningekuwa mimi ndo nagawa hiyo ajira ningekupa. Kwa sababu ilikuwa lazima umefanya vizuri sana. Hawezi kwa sababu utampendelea kwa sababu wote mmetoka sehemu moja. Kizuri bwana chajiuza bwana wewe. Kibaya chajitembeza. Sisi wameona kaimetoka jamani tena. Naongopa hizi. Kweli. Ameipatia uongo. Kaimba vizuri tu. Kwa tumempa hata sisi tulipitisha tukasema chukuliwe. Asante. Hata bibie anasema kwamba alikuwa ameruhusu achukuliwe kwa sababu anafanya vizuri. Umejisikiaje kuwa na Jahazi, kufanya kazi na Jahazi? Furaha yako ilikuwaje na je, kuna malengo yako unaona yalienda sawa sawa? Yani sana. Kwanza yani nilijiona si yani mtu wa aina gani, yani fulani kwa sababu yani ile furaha unajua ikizidi sana. Yani nilitamani hata kulia lakini sikuwa na jinsi. Ongelia kidogo. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Yani ile tuko tayari kukuchukua kikazi. Pale naambiwa nenda kachukue mizigo yako, tunasafiri.
Yaani ni pale pale. Usiniambie. Kwa hiyo hapo ukaambiwa twenzetu. Niambie bahati iliyoje. Mikoani yani hiyo mwezi mzima. Usimtanie. Mfalme kaondoka sasa. Kawaacha. Umeipokeaje? Mimi nachukulia ni sawa kwa sababu si la ghafla, ni la muda, mwenyewe alishasema hivyo. Muda mrefu tu na sisi tumejipanga kwa muda. Alituacha tuko vizuri na tutaliendeleza jahazi kama lilivyokuwa. Amigo. Naam. Mfalme ambaye tutakutawadha. Na mimi nitakuwepo siku hiyo, maana lazima tuweke mishale nini na nini ili mambo yawe mazuri. Inshallah. Cheo sio mchezo, inatakiwa upigane. Kuwa mfalme inatakiwa uwe mfalme kweli ili jahazi lisimame. Umejipangaje? Kiukweli kwanza kabisa kwamba mimi nikiongelea nimejipangaje. Yani nahisi kama nitaongopa, ila watu wanajua jinsi nilivyojipanga kwa sababu kabla Sheikh Mzee Yusuf hajaacha hizi mbilinge unaelewa kwamba alikuwa hatari, ashanitengeneza. Kashatengeneza kila kitu ndani ya bendi. Na watu walishaona kabisa dhahiri kwa sababu kuna kipindi hapa kati mzee alikuwa haji kwenye show. Muda mrefu tunasimama wenyewe. Mpaka ile show nani interview ya mwisho nilikuuliza. Kwa wenyewe tukawa tunapiga kazi kubwa sana na washabiki wenyewe wakaanaongea. Bwana yani ile hivi yani bwana yani fresh sana yani fresh unajua ile. Yani kitu hivi yani kitu yani ngari shanifahamu. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nilishaanza kukivaa muda mrefu kabla sija kuja kuamini kwamba nitakuja kukivaa mazima. Kwa hiyo mimi nasubiri tu kwamba watu wakiamua kunipa hiyo nafasi basi sitoweza kuangusha kwa sababu mpaka sasa hivi wenyewe tayari ni yani kwamba tayari ni walimwengu wanasema kwamba yule ndo yani kila mtu anasema yule ndo mfalme. Wewe pita mitandaoni, pita wapi, anasema mfalme ni wewe sasa hivi. Nitumie message yako kupitia ukurasa wangu wa Instagram Sakina Leo kaniambia je, Amigo nafaa kuwa mfalme tumtawadhe? Tulipitishe hilo jahazi. Wenyewe wanasema wamelipitisha. Boa na Sefu nao tutaongea nao. Wewe mtazamaji unasemaje? Tuma message yako sasa hivi katika ukurasa wangu wa Instagram. Kumbuka Vodacom inakupa jeuri. Waweza pia kutuma message kupitia namba hiyo hapo ili mambo yawe mazuri. Niambie je, tumtawadhe? Anafaa kuwa mfalme wa jahazi Modern Taarab au mfalme wa taarabu? Twende tarehe 28 mnaizindua Kaning'ang'ania. Naam. Mfalme Mzee Yusuf alijitoa na ile albamu alitunga yeye. Naam. Na akasema kwamba nafikiri kama sijakosea nyimbo zake zisipigwe. Ili bilichukuaje la uzinduzi wa albamu ya Kaning'ang'ania? Ili la nyimbo zisipigwe, na hata mara nyingi wanaongea kwamba kokote napojua kwamba alipo chini ya uongozi wao viongozi ndio watatupa sisi go ahead kwamba bwana mzee tumeungana naye akasema msipige nyimbo zake, tusizizindue nyimbo zake. Shanfahamu, lakini nyimbo zingine zipo ambazo zitaweza zikazinduliwa. Hilo viongozi mimi naamini ndio wanaweza wakawa najibu sahihi sana kujibu hili swali. Okay. Kwa hiyo hili sio saizi yako. Hili sio saizi yangu. Atajibu Sefu na Boa au Hans Kiumbe, watu wao wanaweza kujibu hili swali. Asante, watanijibu baadaye. Kwa hiyo uzinduzi utakuwaje? Kaning'ang'ania mmejipangaje? Kuna special appearances kutoka kwa baadhi ya wasanii Bongo Movie, wasanii wa Bongo Flavor. Tunajaribu kufanya nao mawasiliano na wameridhika, wamesema sawa tutakuja kusupport kutembea kwa ajili ya kushow love na jahazi. Wapo wasanii wa Visingeli, Sholo Mwamba atatusindikiza. Kuna watu wengi wamevutiwa na hichi kitu, unajua kwamba wameshaamua kwamba kutusupport mazima kwa sababu walikuwa wanatubeba muda mrefu, akasema sasa kwa sababu sasa hivi ametoka jamaa, kwa hiyo inahitaji na pia sisi tuwasaidie, tuzidi kuwasaidia kuwabeba pale pale, wasi over stressed kwamba wakashindwa kufanya hichi kitu. Una lolote la kusema kuambia wanajahazi ambao labda wamepunguza imani au chochote cha kusema? Mimi naambia jahazi lipo, waje kwa wingi, wasisikilize maneno ya mitaani. Jahazi tunafanya kazi kama kawaida na waje kwa wingi katika uzinduzi wetu, waje kuona, wasisikize maneno, waje kuangalia kwa wingi, wajipange tu watafute 8 waje kutuangalia. Na siku zote kila Jumapili tuko ndani ya Travel, wasisikize maneno mitaani. Tunafanya kazi kama kawaida. Hili ni jahazi kulivunja kazi. Safari uendelea. Bibi, lolote la kuambia mashabiki zako na chochote ambacho unaweza ukasema kuhusiana na jahazi? Mimi ninachowaambia mashabiki wasiogope. Hili ndio jahazi. Lipo na litaendelea kuwepo. Katoka mzee. Yupo mfalme mwingine anakuja, yuko njiani. Wasihofu, yani wasiwe na papara.